Wale binadamu wana roho za ajabu. Dada, naomba utupishe kidogo, tuna mazungumzo. Karibu. Mzee Nyota, natambua hii ni safari yangu ya pili kuja hapa kwako, na ujio wangu hapa kwako safari ya pili ni kuhitaji mtoto wako nimuoe awe mke wangu. Natoka nikwambie, hadi leo hii naona kama vile husituki. Nashindwa kuelewa unahitaji nini kwangu, au unataka ujue ubaya wangu? Nataka unitambue mimi ni nani? Mzee Nyota, nahitaji mtoto wako nimuoe awe mke wangu. Full stop. Mzee Kivuli, nadhani unatambua kuwa umri wako umeenda, na binti yangu hastahili kupata mume mwenye umri kama wa kwako. Anahitaji apate mume kijana kama yeye, wala si wewe mzee Kivuli. Mzee Nyota, mengine yote hayo usiangalie. Cha msingi nahitaji mtoto wako awe mke wangu. Ukitaka ujue kwamba mimi ni mzee, baada ya kumuoa mtoto wako atakuletea taarifa mimi ni mzee au sio mzee. Kwa hiyo kaka anataka kumuuza binti yake kwa huyo mzee Kivuli? Hapana, hili sitalifumbia macho, lazima nifanye kitu. Alafu hivi huhitaji kuwa na madaraka kwenye kijiji hiki eh? Hebu jitahidi uwe na madaraka. Unajua ninapokuwa mkulima wako, madaraka utayapata kwa urahisi sana. Utakuwa kama mimi baadaye. Sawa? Ila nisijitetee sana. Sijaja kujitetea kwako.
ila hili linaweza kuwa ni ombi, lakini sio ombi. Nataka nikwambie ni lazima fanya hivyo. Tofauti na hivyo nitakuchukua hata wewe ukiwa mzima mzima. Tatizo lako mzee Kivuli, unavuka mipaka. Uchawi wako umevuka mipaka ya utu. Unatesa mioyo ya watu, kwani uogopi? Unafosi mapenzi kwa watoto wadogo, haikubaliki. Sio tamaduni za Kiafrika, kisa lako la tufunika, lakini hatukati tamaa. Moyo wangu. Shikamoo baba. Marahaba mwanangu, hujambo? Sijambo. Alafu baba, mbona kama uko sawa? Hapana binti yangu, niko sawa tu. Hii baba, eti uko sawa? Hata uko sawa. Mimi baba nakujua. Basi kwa vile unataka kuniambia. Baba, hii ni nini? Mbona kama hali yako sawa? Ama kuna mizimu imekasirika? Emma! 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 Tulivyoiomba mizimu na imetusikia na imetusaidia, na sanda nyeusi imepata uhai kabla ya siku 7. Ngoja tumuone aliyechaguliwa, kwa kuwa yana damu safi, anaweza akasaidia kijiji. Unadhani fikra kuwa huyo ndo mzao wa hichi kijiji? Binti yangu, huyo ni damu ya hapa kijijini kwetu, haina pingamizi, na mizimu ikiamua inaamua tu kumkabidhi, na mizimu huwa haikubali kuchanganya damu. Binti yangu, nakueleza kwa namna moja ama nyingine tumeupiga mwingi. Umenielewa binti yangu? Ndio baba. Binti yangu, kwa sasa kijiji ni furaha. Ni hivi, watu wewe wana kijiji hoye,
furaha namna gani moja ama nyingine, tayari ushindi free namna gani. Ema, nimekupa kazi ya kuhakikisha mazingira haya yawe na usalama, lakini umekuwa na upuzi wa hali ya juu. Nilikwambia sanda hii isifufuliwe ndani ya siku 7. Leo sanda imefufuliwa. Ema, ndio maana mambo yanaharibika kabisa. Sasa ulikuwa wapi? Unafanya nini Ema? Sasa sikia, sifanyi kazi na wewe tena. Umenichukiza, umenikosea sana Ema. Sitafanya kazi na wewe, nitafanya kazi na binti yangu Maria. Na kutoa hapa sasa hivi. Baba, naomba unisamehe sana. Nikusamehe nini? Nikurudishe ulikotoka. Ulitoka mbinguni na kurudisha hela mbinguni. Utakwenda huko, kakae huko na wenzio. Wapumbavu ndio lingana akili. Unifai kabisa Ema. Nenda, fika salama. Pumbavu. Wewe. Maria! Maria, nimeharibikiwa na akili na imevurugika kikweli kweli. Sasa hivi sanda nyeusi imefufuliwa na sio ndani ya siku 7, hapa katikati imefufuliwa kwa uzembe wa wenzio Ema. Ninaamua na nimeamua Ema nimtoe hapa, nimpeleke anga nyingine akaishi huko na wapumbavu wenzie. Asa baba, kwani umefanya hivyo? Kumbuka yule ni ndugu yangu. Acha, hata wewe ukipuuzia maagizo yangu nitakupeleka huko. Haya baba, yaishi. Asante mtoto wangu, ndo maana kuamini. Nimempeleka anga ya pili akaishi duniani kule alikotokea. Sasa ninabaki na wewe, tufanye kazi vizuri. Unasikia? Unasikia? Nifuate. Uchawi wako umevuka mipaka ya utu. Unatesa mioyo ya watu, kwani uogopi? Yaani kwanza sipati picha vizuri kilivyotupandisha chini na kutubwaga chini yani. Kwanza yani nilijiuliza nimekuwa mzembe kiasi gani? Maana mimi nakumbuka kumbukumbu zangu kabisa yani nakumbuka kabisa mimi sikwenda China kuangalia majengo. Vitu kama hivyo tulikuwa tunatoka ghorofa ya 52 huko juu. Yaani alafu tunatoa vizuri. Yaani lakini mbaya. Kitu kingine Mr. Mhogo. Nawaza sana yani. Najaribu kufikiria yani namna kale katoto Ude kwa vipi? Mbona kama mgeni huyu? Hapo anapita desi kama anauza bangi. Sikiliza Mr. Mhogo. Amekutana na kile kitoto. Mr. Mhogo unajua? Mr. Mhogo. Unajua huyu jamaa naweza nikamsupport kwa namna nyingine. Maana inawezekana ni kale katoto kamemfurumua. Lakini bwana, ukusije utaacha ndara, watakufurumua kenge wa manyoya wewe. Umenishtua? Hapana. Yaani unajua wageni wanakuja tu hapa hawaelewi. Sisi tuulize yani miguu, yani ukiuliza miguu yetu ndio itakwambia. Unasikia? Mimi ngoja niwahi. Natangulia. Maana najua si unajua kale kadiri tuliko kafanya. Si tumeiba kuku. Mimi kainyonyoe. Utakuta na huyu mchuzi. Wewe.
Mzee Nyota, natambua hii ni safari yangu ya pili kuja hapa kwako, na ujio wangu hapa kwako safari ya pili ni kuhitaji mtoto wako nimuoe awe mke wako. Natoka nikwambie, hadi leo hii naona kama vile hustuki. Hapana! Kikwazo cha mapenzi hatukipenda haina maana. Tatizo lako Mzee Kivuli, unavuka mipaka. Uchawi wako umevuka mipaka ya utu. Unatesa mioyo ya watu, kwani uogopi? Unafosi mapenzi kwa watoto wadogo, haikubaliki. Kidunga. Wewe. Ashiu. Kidunga, karibu sana katika kijiji chetu. Bila shaka wewe ndio umebarikiwa kuwa na damu safi. Siku silale, mie nateseka. Dunia imenilemea. Usilolijua ni usiku wa giza. Tamaa mbele, mauti nyuma, chozi lantiririka. Sanda nyeusi yanapatoshi, usiku silali, zika. Mila zetu za Afrika ni kinyume na nzika. Sanda nyeusi, kijiji kinatishika. Mzee Kivuli anatikisa.